bili za maji. Na lenyewe ilikuwa ni kilio kikubwa. Yaani mtu anabambilikwa bili 400, mtu yuko hapo tu Sinde. Ana kanyumba ni mama tu mjana na watoto wawili, bili ndio 400. Unajua malalamiko yameshakuja kwenu. Bili iko 400. Sasa mimi sina kiwanda, sina bustani. Na maji yanakatiwa. Na mtu wa maji yuko hapo nje na halasi, wanatukana na matusi, tunakata maji washenzi. Sasa anasema nchi ni ya kwetu sisi, maji ni yetu sisi. Kwa nini waongea hata kwa lugha nzuri? Sasa hayo yote ni mambo ambayo yanatuchonganisha na nchi. Nakuomba wewe Mheshimiwa Naibu Waziri, najua imani ambayo Mheshimiwa Rais amekupa, anajua una uwezo wa kuyasolve haya. Tumsaidie Mheshimiwa Rais hata kipande hiki cha maji. Maji yakiwa hamna kweli ukali maji yako, lakini maji yakiwepo watu wapate huduma kwa gharama nafuu. Na ikiwezekana hizi bili tuziangalie katika utaratibu. Wale wamama wazee, vijana anatafuta shilingi 5,000 ya kula, tunaangalia namna gani kuwevu. Maji hapa mjini hakuna. Sijui huko vijijini. Gari mimi sijai kuliona. Shikamo wenzangu mmeshaelewa ile gari. Nalisikia tu liko Chunya, sio lienda Mbalali. Sio imechimba kisima wapi, lakini kiukweli halifanyi ile kazi hasa inayopaswa. Kwa madhumuni ya Mheshimiwa Rais. Unaambia ile gari iko na mkurugenzi. Ile gari ni nani alisimamia? Ni manager wa Samkonde. Ni wewe? Ruasa. Liko wapi sasa ile gari? Liko ofisini. Liko Mbalali, imemaliza kazi sasa iko Ruasa. Tunafanya nini? Tunajipanga kwa ajili ya kuchimba visima vingine. Watu hawana maji hapa mjini. Ndugu yangu, ujue sasa hivi watu hawana maji. Unajua nilichofanya mimi? Nimechukua mitambo toka Malawi, Kalonga. Mimi personal. Sasa hivi nachimba pale kijijini kwangu maji. Kesho naleta hapa mjini. Si nilikwambia Mheshimiwa DC? Na nikakwambia utachimba maji kipale Kiwela. Sasa haya nayafanya mimi. Sisi tunalo gari letu hapa. Nimenunuliwa na Mheshimiwa Rais litatua matatizo ya maji. Ukigusa ile gari masharti yake Mheshimiwa Naibu Waziri, mara si hivi. Unakuta ni gharama, yani gharama ya kuchukua ile gari mimi kutoka Malawi ni ndogo kuliko ile gari ambayo nimenunua serikali. Ukiingia kwenye ofisi ya chama, mara nyingine tumekutana tuna sifa nyingi. Mwanzo mpaka mwisho. Au tunasemaje ndugu zangu? Mpaka kuna kipindi nilikuwa nafika kwenye ofisi zingine na kasirika. Najua kuna tatizo la maji. Lakini pale ukiingia ni sifa mwanzo mwisho. Sasa wewe umesete presidency. Sisi tunatamani tuambiwe. Na mtu anayetuambia ndio anayetupenda na ndiye anayependa nchi yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi yale ambayo umeyaongea tunayachukua kwa uzito kabisa, na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri sisi hili swala tutaenda kulifanyia kazi. Na sisi ndio tunapata sasa kujua kwamba kumbe tathmini halisi iko hivi na sio hivi. Na kweli imefika kipindi ambacho Mheshimiwa Mwenyekiti sisi tunatakiwa kuambia ukweli. Usiponiambia ukweli nikija hapa na mpaka naondoka unanijazia sifa, naondoka nazo nazipakia kwenye gari. Unajua hali iko shwari. Hali iko shwari. Matokeo yake ndio jambo linakuja linalipuka. Alafu unashangaa. Alafu huyo pia sasa alikuwa nakupa sifa anakaa pembeni. Kwa hiyo ni bora ambazo umetuambia. Mimi nimejisikia raha sana kuambiwa ukweli. Na hasa hili swala la ligi. Hii mashine ya kuchimbia na gari. Tumesikia kero hii sehemu nyingi. Na kuhakikisha Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda kukaa na kukokotoa upya na kujiridhisha kwamba kwa nini chombo cha serikali kiwe na gharama kubwa kuliko chombo cha mtu binafsi. Ona sasa unachukua kutoka Malawi unaingiza mpaka linakuja mpaka kote huku linakuwa na gharama ya chini, lakini sisi ambayo yamekuwa station kila mkoa yanakuwa na gharama ya juu. FM